Ni mpira wa set piece unarudishwa ndani, lakini Abraham anakuwa kwenye eneo zuri anamalizia. Unaweza kuona namna ambavyo Toure na Mligo ameruka kwenda juu, lakini lengo ikiwa ni kurudisha kwenye eneo la uso wa goli. Bahati nzuri unaenda kugonga mwamba na unamkuta Morris anamalizia. Simba wamekuwa kwa msimu huu wamekuwa na wakati mzuri sana kwenye mipira hii ya kutenga kona na hizi free kick ambazo zimekuwa zikitokea pembeni, kwa wakizitumia vizuri. Utakumbuka hata mwanzo wa ligi ndio kina Rushine walikuwa wanaibuka kama wafungaji wa timu kwa sababu ya mipira kama hii. Kwa hiyo ni muendelezo wa kile ambacho wamekianza nacho kwa msimu huu. Safi, tuangalie goli la pili ambalo Simba wanajipatia katika mchezo huu ukiondoa, lakini wanaenda kutundika goli la pili, na ni goli ambalo linafungwa kwa namna tena ya kiufundi na Clatous Chama. Clatous Chama, pasi kutoka kwa Kante. Alichofanya golikipa Mbisa amechangia kwa sababu amefanya maamuzi ya mapema ya kutoka wakati anajua anaenda mkutoenia, unamkuta mpira ni Chama, na Chama kwa weaker foot lobbing shot inakwenda vizuri kiasi kwamba inakwenda kulikuta lango tupu. Lakini ukiangalia ni kwamba ni maamuzi ya haraka ya Simba katika kwa direct kutokea katikati ya mstari wa uwanja, kiasi ya kwamba waliwakuta sasa kina Wema Sadoki, kuna Neva Kaboma, wote wako juu, kina Owino, wote wako juu karibu na kati ya mstari wa uwanja, ambayo ni kinyume cha uchezaji wao katika mechi hii, kwa sababu si wanazuia zaidi kutokea chini, lakini mpira kwa sababu ulikuwa mbali sana kulikuwa wao, hakuna sababu wakae kule. Sasa kilichotokea tu ni kwamba maamuzi ya haraka ambao ni kana kwamba jambo ambalo limefanywa kazi mazoezini kutaratibu na kukaa sana chini, kwa sababu Kante ni kana kwamba ni kama wameambiana na Chama bwana huo, alafu Chama moja kwa moja kachomoka. Wakati huo tayari alishaskani kumuona golikipa, maamuzi aliyofanya kuja mara moja akaupiga. Safi, ni umahiri pia wa Chama katika kutumia. Tuangalie sasa goli la tatu, Amri Kiemba. Na kiangalia goli la tatu najiuliza tena ni kwamba kuna kitu ambacho Simba wanakifanyia mazoezini. Tuliona Elimpanzo akitoa pasi kama hii kwa Chama akafunga, lakini naona tena Libase Gay naye anatoa pasi kama hii kwa Seban Mwalimu. Ndio unaweza kuona eneo la ushambuliaji la Simba, watu wengi wako huru na mpira, ni wachezaji. Ukimwangalia Libase anapokuwa na mpira si mtu ambaye ana hofu na wasiwasi. Kwa hiyo matumizi ya watu wa mbele wa Simba kwenye mchezo, kwenye mpira imefanya kuna baadhi ya pasi ambazo ni ngumu zionekane zinaweza kuwa nyepesi na zikatolewa. Tazama Chama akiwa na mpira nini ambacho anaweza kufanya, lakini Libase umeona mbali na hii pasi, lakini ameshafanya vitu vingi vionekane ni vyepesi ndani ya mchezo. Lakini pia namna ambavyo Simba inacheza chini ya Steve Barker ni kwamba wachezaji wote wa eneo la kushambulia wanatumia eneo la 18 tu kucheza, huku wakiacha ma fullbacks wakitumia maeneo ya nje. Kwa hiyo unakuta mistari yote ile ya uwanja kwenye eneo la katika uso wa goli wao wanakuwa wamejaa, na ndicho ambacho unakuja kuona. Basi anacheza kama mshambuliaji wa pembeni. Tazama eneo alipo, ana linki na Mwalimu, wanapata